Eneo la Afrika Mashariki imetimia saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu msikilizaji katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia leo. Mkutano wa kimataifa wa siku 2 utakaojadili maendeleo barani Afrika ikiwemo nishati safi na huduma za afya unaanza leo jijini Dar es Salaam. Ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika. Ni namna ya kuendeleza, kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Miundombinu ya nishati, miundombinu ya barabara, ya mawasiliano, fiber optic. Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka. Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia. Karibu David. Asante sana Halima Nyanza. Bila shaka hujambo msikilizaji. Meya wa Kyiv amesema mji mkuu wa Ukraine umeshambuliwa kwa makombora ya balistiki ya Urusi. Mashuhuda wanasema walisikia milipuko jijini Kyiv muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za huko siku ya Jumatano, baada ya jeshi la anga la Ukraine kugundua makombora kadhaa yakielekea eneo hilo. Ripoti nyingine zinasema kwamba miundombinu na maghala katika mji mkuu huo ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa katika bahari ya Shamu karibu na pwani ya Yemen. Waziri wa usafirishaji wa India Sabanande Sonowal amesema kwamba meli hiyo MSV Faiznur Olia ilipinduka na kuzama baada ya kupigwa na kitu kinachodhaniwa kwamba ni bomu. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Yemen kiliwaokoa wafanyakazi 14 ambao wengi wao ni raia wa India. Wizara ya mambo ya nje mjini Delhi imelaani shambulio hilo na kusema kwamba kitendo hicho cha kulenga meli za kibiashara katika eneo hilo ni lazima kikome. Takriban tembo 15 wamekufa nchini Kenya ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita, katika tukio ambalo wataalamu wanaeleza kwamba ni upotevu wa maisha usio na kifani. Mamlaka ya wanyama pori nchini Kenya inachunguza vifo hivyo na imesema kwamba kemikali ya cyanide inayotumika katika dawa za kuua wadudu kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu huenda ndiyo sababu iliyopelekea kuingia mwilini na bila kukusudiwa. Hata hivyo, wanaharakati wa uhifadhi nchini Kenya wameambia BBC kwamba tembo hao wangehitaji kula nyasi kiasi kikubwa cha kemikali hiyo ili waweze kufa. Mamlaka za Kenya zinasema bado hazijaondoa uwezekano wa sumu hiyo kuwekwa kwa makusudi. Na mamlaka mjini California zimebainisha kuwa zimemkamata mwanaume aliyeonekana kuwa karibu na uwanja wa gofu unaomilikiwa na Donald Trump katika eneo la Los Angeles. Jeanine John Tyle alionekana akizunguka katika uwanja wa gofu wa Trump National usiku wa Jumapili, siku 2 kabla ya rais kuhudhuria hafla ya chakula cha jioni cha kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha Republican katika eneo hilo. Maafisa wanasema kwamba Tyle alikuwa na bastola iliyokuwa na risasi ndani ya gari lake. Alizuiliwa kwa kosa la kubeba silaha ya moto iliyofichwa. Hii ni BBC.
Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikitangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera na CJFM. Kenya tunasikika kupitia Mwanedo FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia leo kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, mtu mmoja ameuawa huku wengine 12 wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyolenga maeneo kadhaa ya mji huo wenye wakazi takriban milioni 3. David Nkya tena. Mamlaka ya kijeshi mjini Kyiv imesema kwamba maeneo 7 yalilengwa katika mashambulio hayo yaliyoanza muda mfupi baada ya saa 6 usiku. King'ora cha tahadhari ya mashambulizi ya angani kilisikika kwa zaidi ya saa moja, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikijaribu kuyazuia makombora hayo. Meya wa Kyiv, Vitali Klitschko, amesema jengo moja la ghala karibu na katikati ya jiji limeharibiwa kabisa. Maafisa wa uokoaji wamefanikiwa kuwaokoa watu wawili kutoka kwenye vifusi, lakini hofu ipo bado kwamba kunaweza kuwa na watu wengine walionaswa chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni dereva wa gari la wagonjwa aliyekuwa kazini wakati wa shambulio hilo. Mashambulizi hayo pia yalisababisha moto katika maghala na maeneo ya kuhifadhi bidhaa. Pembezoni mwa jiji, moto mkubwa ulizuka baada ya makombora kuanguka, huku vipande vya kombora lililorushwa vikidondokea karibu na jengo la makazi. Wakati huo, mamlaka za jiji hilo zimesema kwamba shambulio hilo lilisababisha kuvuja kwa gesi ya amonia, jambo lililozua wasiwasi mkubwa wa usalama. Mashambulizi haya ni miongoni mwa yale ya karibu ambayo Urusi imekuwa ikilenga dhidi ya Kyiv katika wiki za hivi karibuni. Mwezi uliopita pekee, mji huo ulishuhudia mashambulizi kadhaa, hali inayoonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kijeshi wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vikiendelea bila dalili za kumalizika. David Nkya. Mkutano wa kimataifa wa siku 2 utakaojadili maendeleo ya bara la Afrika, ikiwemo nishati safi, miundombinu ya kidijitali na usafirishaji, huduma za afya, ushirikiano wa kikanda pamoja na ufadhili wa miradi ya miundombinu unaanza leo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Jukwaa hili pia linatarajiwa kutoa nafasi kwa ajili ya kutangazwa kwa uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika, huku Tanzania ikijipambanua kama kitovu cha uwekezaji katika ukanda huu. Martha Saranga amezungumza na waziri wa fedha wa Tanzania, Balozi Khamis Musa Umar, kuhusu umuhimu wa mkutano huu na fursa zinazotarajiwa kupatikana. Africa 50 ni taasisi ambayo ilianzishwa na wakuu wa nchi za Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa madhumuni mahsusi ya kuziba pengo la uandaaji wa miradi ambayo inafikia kiwango cha kukubalika na taasisi za fedha za kimataifa, taasisi za fedha za maendeleo. Kwa mkutano wenyewe ambao unafanyika Tanzania utakuwa mkutano hasa ulilengwa ulikuwa ni wanahisa. Kwa hiyo taasisi yenyewe inamilikiwa na mataifa ya Afrika pamoja na benki hiyo ya maendeleo ya Afrika na baadhi ya wadau wengine, lakini zaidi ni nchi za Afrika na benki ya maendeleo ya Afrika. Kwa wanahisa wanakusudia kukutana kwa ajili ya mkutano wao wa mwaka. Mkutano huu una umuhimu gani hasa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki? Umuhimu wake unakuja kwa sababu bara la Afrika bado lina nakisi kubwa ya miundombinu. Tumekuwa tukiwekeza kwa mujibu wa uwezo tulionao katika miundombinu mbalimbali, iwe ni barabara, miundombinu ya bandari na viwanja vya ndege, miundombinu ya mawasiliano, miundombinu ya reli, miundombinu ya huduma za jamii, afya, maji, elimu na mingine. Lakini bado ukilinganisha na mabara mengine duniani, bado Afrika tuna pengo kubwa sana la miundombinu. Ni nani hasa washiriki na kuna ajenda gani mahususi ambazo zitamgusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja? Tutakuwa na mawaziri wa fedha ambao ndio wanawakilisha kama magavana katika taasisi ya hii Africa 50, lakini tutakuwa na wawekezaji hasa wa kitaasisi. Benki yenyewe ya maendeleo ya Afrika, taasisi yenyewe inaongozwa, mwenyekiti wa taasisi ya Africa 50 ni rais wa benki ya maendeleo ya Afrika. Kwa hiyo naye atakuwepo. Mkutano unawagusa wananchi na sio tu wananchi wa Tanzania, unawagusa
kuwagusa wananchi wa Afrika, kama nilivyosema, kwa sababu yanayozungumzwa ni namna ya kuendeleza, kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, ambayo miundombinu yenyewe ndio inagusa Afrika. Kwa hiyo tukizungumzia miundombinu ya nishati, inamgusa kila mtu. Miundombinu ya barabara, kila mmoja na kilio cha barabara. Ikiwa ni bandari na viwanja vya ndege, ni hivyo hivyo. Ya mawasiliano, fiber optic na mingine, ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mkutano muhimu sana kwa watu wote wa bara la Afrika. Kwa namna gani sasa unaona mikutano kama hii italeta tija hasa ya kiutekelezaji na utendaji wa ajenda zinazopangwa na mikakati inayopangwa ili kuwa na matokeo? Lazima tukiri matokeo yameendelea kuwepo na ni masa. Moja ni kwa sababu, kwa mfano, kuna mfuko maalum ambao ulianzishwa kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu ya Afrika, na tayari wawekezaji wa kitaasisi, institutional investors, takriban 26, na kati yao 23 wanatoka katika bara letu la Afrika. Wawekezaji wengine wa kimataifa 3 wamepata shauku na yao kuja kuwekeza, na moja ya hati ambazo zitakuja kusainiwa ni wawekezaji wa taasisi inaitwa British Investment Infrastructure Investment, ambayo international investment, ambayo ni ya Kiingereza. Kwa hiyo tunapata wawekezaji kadhaa wa sekta binafsi na wa kitaasisi ambao wako tayari kuja kuwekeza katika miundombinu katika bara la Afrika. Ni Waziri wa Fedha wa Tanzania Balozi Khamis Musa Omar, kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa umeingia hatua muhimu baada ya Baraza la Usalama la umoja huo kufanya duru yake ya kwanza ya kura za siri za majaribio ili kupima uungwaji mkono wa wagombea wanaowania nafasi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi. Wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikutana kwa kikao cha faragha, ambapo kwa kutumia kura za siri walieleza ikiwa wanamtia moyo mgombea au hawamtii moyo kuhusu kila mmoja wanaowania nafasi hiyo. Matokeo ya kura hizo hayatangazi rasmi kwa umma. Ili mgombea aweze kupendekezwa rasmi kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa, anapaswa kupata angalau kura 9 za kuungwa mkono na kuepuka pingamizi kutoka kwa mojawapo ya mataifa 5 yenye kura ya turufu: Uchina, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngei, ambaye nchi yake ilikuwa ikiongoza Baraza la Usalama mwezi uliopita, amesema duru inayofuata ya kura hizo itaandaliwa siku zijazo chini ya wenyekiti wa Denmark, ambayo inaongoza baraza hilo mwezi huu. Akizungumza baada ya kura hizo za siri, amesema wagombea watajulishwa matokeo kupitia kwa wawakilishi wa kudumu yaliyowateua, huku rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa naye akipokea taarifa kuhusu hatua hiyo. Kwa kuzingatia mchakato wa uchaguzi zilizopita, kura hizo zinatarajiwa kuendelea katika miezi ijayo hadi mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba. Hata hivyo, mchakato huu unaweza kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa hakutakuwa na mgombea anayekubalika na wengi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliingia madarakani Januari mwaka 2017 na kuchaguliwa tena mwaka 2021. Muhula wake wa sasa unamalizika mwishoni mwa mwaka huu. Wagombea 7 wanawania nafasi hiyo ya katibu mkuu. Miongoni mwao ni rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, na mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi kutoka Argentina, pamoja na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Sasa macho yote ya dunia yanaelekezwa mjini New York kusubiri kuona ni nani atakayepata uungwaji mkono unaohitajika kuiongoza taasisi hiyo kubwa zaidi ya kimataifa katika kipindi kijacho. Naam, ni Robert Kipto ambaye anabaki hapo hapo tena kukuletea habari za michezo. Rais wa shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA Gianni Infantino ameitisha kikao cha watendaji wa kamati kuu ya shirikisho hilo mjini Rabat nchini Morocco baadaye hii leo, huku akikabiliwa na ukosoaji mkubwa kufuatia mpango aliokuwa umependekezwa wa kuuza sehemu ya hisa za kombe la dunia na mashindano mengine kwa wawekezaji wa kibinafsi, mpango ambao sasa umefutwa. Mkuu wa maendeleo ya kimataifa wa FIFA Arsene Wenger amesema uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima. Hatua hiyo imeibua wito kutoka kwa baadhi washikadau wa soka ambao wanamtaka Infantino ajiuzulu. Nchini Chile, kipa wa Cape Verde Vozina, ambaye aliwashangaza wengi katika kombe la dunia, ametambulishwa rasmi na klabu ya Colo-Colo, mabingwa wa kihistoria nchini humo. Akizungumza wakati wa utambulisho wake mjini Santiago, Vozina alisema siku zote aliamini angeichezea klabu kubwa. Kipa huyo mwenye umri wa miaka 40 alipokelewa na mashabiki wengi uwanjani na uongozi wa klabu umepanga hafla maalum ya kumkaribisha. Mamlaka
Mamlaka nchini Scotland zinasema zinafuatilia wanamichezo kadhaa walioshiriki katika michezo ya Jumuiya ya Madola waliopotea baada ya mashindano hayo kumalizika mjini Glasgow. Polisi wamesema baadhi ya washiriki bado hawajulikani walipo. Ripoti zinaelezea kuwa baadhi ya mabondia kutoka Uganda na Pakistan wanaweza kuwa wanakusudia kuomba hifadhi nchini Uingereza. Katika mashindano ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika kwa wanawake WAFCON, Cote d'Ivoire imefuzu kwa robo fainali bila kupoteza mechi baada ya kuifunga Tanzania kwa mabao 2-1. Twiga Stars waliingia kwenye mchezo huo wakihitaji ushindi ili kufuzu moja kwa moja kwa hatua hiyo, lakini walikosa huduma za Asnath Ubamba ambaye alikuwa anatumikia adhabu ya kufungiwa nje baada ya kupewa kadi ya njano. Katika mechi nyingine, Afrika Kusini imefuzu kwa robo fainali baada ya kuifunga Burkina Faso kwa bao 1-0. Ushindi huo unamaanisha kuwa Banyana sasa watakutana wenyeji Morocco katika hatua ya robo fainali. Na katika taarifa za usajili, klabu ya Trabzonspor ya Uturuki imethibitisha kuanza mazungumzo ya kumsajili mshambuliaji matata wa Misri Mohamed Salah ambaye aliondoka Liverpool mwishoni mwa msimu uliopita. Salah anatarajiwa kuwasili Istanbul baadaye hii leo kwa mazungumzo zaidi. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto. Naam, shukran sana Robert Kipto kwa habari za michezo. Na unaendelea kusikiliza Amka, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza na habari kuu asubuhi hii. Urusi imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia leo. Mkutano wa kimataifa wa siku mbili utakaojadili maendeleo barani Afrika ikiwemo nishati safi na huduma za afya unaanza leo jijini Dar es Salaam. Na katika gumzo hii leo tunaangazia umuhimu wa kuheshimu taa za barabarani na sheria za usalama katika kipindi hiki magari na watumiaji wakiongezeka. Hii ni BBC. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Hebu fikiria kuamka siku moja tu na kukuta maisha yako yamebadilika kabisa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Margaret Wanjiku maarufu kama Shiko wa Machuma, aliyepoteza miguu yake yote miwili na kuarifiwa kuwa huenda maisha yake yote yasiwe kama alivyozoea wakati alipopata ajali mwaka 2020. Shiko wa Machuma ni msichana wa miaka 23 aliyekataa kutambuliwa kwa ulemavu, sasa ni mnyanyua vyuma. Asha Juma alipata fursa ya kuzungumza naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Gym ni dunia ingine ya kipekee. Huku hakuna mtu anakuangalia wafanya nini, unakaa vipi. Hawakuhukumu kwa venye huko. Nilipokuja hapa walinipokea kwa mikono yote mbili. Shiko hakuzaliwa hivi, alipata ajali mwaka wa 2020. Kipindi gani pengine kimekuwa kigumu zaidi maishani mwako? Kuitikia kwamba mimi hivi ndivyo nilivyo na hakuna siku mguu yangu itamea. Kuchukua hiyo kitu na kuiweka kwa akili, kwa kuwa utakuwa unaamuka kwanza unafikiria, unakaa chini unafikiria before utoke kwa kitanda. Juu nilikuwa naamka, nimezoea kuamka na mimi nashuka tu. Naamka naanguka naumia. So nilikuwa lazima niamke kwanza, nikae, nikumbuke sina mguu ndio tena nishuke kwa kitanda. Ilikuwa wakati mgumu sana. Ulivutiwa na nini katika huu mchezo wa kunyanyua vyuma? Nilivutiwa kwanza na Coach Blue. Coach Blue nilimuona kwa mitandao. Anafanyisha wanawake mazoezi na wanatokea wakiwa in good shapes. Kazama, mbona mimi nisifanye? Tena kaza rafiki yangu akaniambia, najua nikikuangalia hivi wakakunyanyua vyuma vizuri. Akamwambia mimi hapana. Kaniambia jaribu. Enda uangalie. Akaniambia, akanihusisha kwa mchezo wa powerlift, kuinua vyuma sasa professional. Nilipoenda kuangalia vyuma, nikamwambia mimi siwezi. Lakini alinipea motisha. Akaniambia unaweza. Hiyo muda siku anaweza kuinua 10 kgs. Lakini alinipea ile motisha ya kuinua. Na nikakuja sasa nainua kilo 100 hivi. Unapojiangalia leo Shiko, kipi unaweza kusema kimekuwa cha mafanikio makubwa katika maisha yako? Mimi nawakilisha Kenya katika kuinua vyuma kwa timu ya Kenya. Ya pili, nimeenda mahali kwingi kwa kunyanyua vyuma. Nimeenda nje ya nchi, nimepata kujiamini. Nimepata kujiamini kwa kuwa
naweza ile kujiamini ya kuweza, mimi naweza fanya hivi, naweza fanya hivi. Changamoto gani ambazo umepitia? Wakiniona wanaona unyanyapaa. Kuna unyanyapaa mwingi sana. Wakiniona hawanioni mimi, wanaona ulemavu wangu. Nikienda kupanda matatu, kuna matatu nakataa kusimama inibebe juu natumia matatu. So wakiniona wanashindwa watanibebaje. Na kuingia kwa ile gari ni chafu. So napitia chini, tuseme naenda mahali na nimevaa smart, lakini nikifika kuingia kwa gari najipaka uchafu. Sasa ukifika tukipatana na wewe unashangaa, kwani alikuwa wapi? Unaona? Pia ukienda kwa manyumba kama gym yangu iko kwa gorofa ya pili, tunapanda stairs. Panda hizo stairs najipaka uchafu pia. Changamoto ziko mingi sana. Ni kitu gani kilikufanya ukarudisha kujiamini na imani kwako? Nilirudisha kujiamini baada ya kuingia shuleni. Nilipatana na watu wana ulemavu aina zote, na wengine ni mbaya kuliko hadi yako. Kuna wengine hawezi jifulia nguo, hawezi jilisha. Mimi najilisha, najifulia nguo. Nikaona mimi hata niko sawa. Na msikilizaji, ni Margaret Wanjiku huyo, ama Shiko ama Chuma kama alivyozungumza na Asha Juma. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa takriban watu milioni 1.19 duniani hufariki dunia kila mwaka kutokana na ajali za barabarani, huku zaidi ya nusu vifo hivyo vikiwa ni kwa watumiaji wa barabara kama vile watembea kwa miguu, waendesha baskeli na pikipiki. Agosti 5 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya taa za kuongozea magari barabarani, traffic light, ikiwa ni kumbukumbu ya kufungwa kwa mfumo wa kwanza wa taa hizo mwaka 1914. Na nimezungumza na Judith Mapunda, dereva taxi mtandaoni, pamoja na Afande Dungu Mwalugenge kutoka kikosi cha usalama barabarani Tanzania, nikitaka kujua hali ikoje katika mataifa ya Afrika Mashariki. Uwepo wa taa za barabarani ni jambo la kisheria. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anapuuza matumizi ya taa, basi anakuwa amevunja sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na ndio maana mara zote sisi polisi tumekuwa tukiwahimiza au kuwakumbusha watumiaji wote wa barabara umuhimu wa kufuata taa za barabarani. Kusema kweli, zimekuwa na msaada mkubwa sana. Kwanza ni vizuri wasikilizaji wakaelewa kwamba taa zipo badala ya askari wa polisi, kwa sababu ni vigumu kwa askari wa polisi au askari wa usalama barabarani kuwepo barabarani masaa 24 kwa siku. Kwa hiyo mbadala wake ndio hizo taa ambazo watu wanaziona ambazo zipo barabarani. Watu watambue kwamba unapoenda kinyume na taa jinsi ambavyo zimeelekeza, unakuwa unaenda kinyume na sheria na unahitaji kupatiwa adhabu, aidha uandikiwe faini au upelekwe mahakamani. Uwepo wa taa hizo umetusaidia kwanza kupunguza ajali za barabarani, lakini pia zimetusaidia kupunguza misongamano ambayo ingeweza kuwepo kama taa hizo zisingekuwepo, kwa sababu tunajua kwa nchi zetu hizi za Afrika Mashariki bado watu wengi hawajawa na utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo angalau kunapokuwa na ishara yoyote ambayo inawaelekeza nini ambacho wanatakiwa wafanye au nini ambacho wanatakiwa kufanya, basi huenda inaenda kuwa msaada kwa watumiaji wa barabara. Na vipi uelewa wananchi katika sheria za barabarani? Sasa hivi jeshi la polisi tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye elimu. Nafikiri watu wengi watakuwa wanaelewa hapo kabla jinsi ambavyo muundo wa jeshi ulikuwa, ni namna ambavyo watu walikuwa wanasubiri watu wafanye makosa ndio hatua zichukuliwe. Lakini sasa hivi tumeona umuhimu wa elimu badala ya kutumia nguvu. Kwa hiyo nina ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wengi wanauelewa. Sisi polisi tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani katika maeneo tofauti tofauti. Mathalan kwa watu wa pikipiki au bodaboda, tumekuwa tukiwafuata mpaka kwenye vijiwe. Tumekuwa tukienda kwenye vituo vikubwa vya mabasi, kwenye masoko, tumekuwa tukienda kwenye misikiti, tunaenda kwenye makanisa. Kote huko tunajaribu kutoa elimu. Changamoto iliyopo sio watu kwamba hawana elimu, lakini sasa kuibadilisha ile elimu kuipeleka kwenye matendo. Bado kuna watu wana ile tabia ya kusubiri mpaka aone askari wa polisi au askari wa usalama barabarani amesimama ndipo na yeye afuate sheria. Afande, tumsikilize kwanza Judith. Yeye ni mtumiaji wa barabara. Unaelewa nini kuhusu taa za barabarani kama dereva? Huwa zinanisaidia kwenye shughuli zangu za kila siku, kwa sababu mimi niko barabarani kuanzia asubuhi mpaka usiku mpaka asubuhi tena. Kwa mfano kwenye vivuko vya barabara zinanielekeza kwamba hapa saa hizi ni hatari, huwezi kuvuka. Mfano inatokea nyekundu, watu wanapita, lakini mimi huwa nafuata sheria za barabara na nadhani naona ndio maana nadumu mpaka leo. Judith, kabla tujarudi kwa Afande, wewe ulishawahi kukumbana na changamoto zozote barabarani? Changamoto ndio zipo, kwa sababu zebra mtu anaona iko pale, anatakiwa avuke kwenye zebra, anavuka nyuma, tena wanavuka kwa kukimbia. Kwa hapo elimu ingeongezwa kidogo,
wanatoa elimu sana kwa hawa bodaboda, lakini bado wanafanya fujo bado, na ndo hao wanaoumia ambao wanafanya fujo. Afande, ni makosa gani ambayo madereva wa magari, waendesha pikipiki na watembea kwa miguu hufanya mara kwa mara kwenye makutano ya taa? Kwanza, madereva wengi bado wanadhana ile ya zamani, kudhani kwamba taa ya njano ni kwa ajili ya kujiandaa kuondoka au kujiandaa kusimama, wakati kwa maana halisi taa ya kijani kwamba dereva anaweza kwenda kama ni salama. Sio kwamba ikiwaka taa ya kijani wewe dereva lazima uende. Hatusemi hivyo kwa sababu barabara zetu zimekuwa zikitumika na magari ya aina tofauti tofauti. Mathalan, tuna magari ambayo tunayaita magari ya dharura, kama magari ya kubebea wagonjwa, magari ya kusindikiza fedha, magari ya majeshi mbalimbali. Haya yenyewe sheria yamepewa nafuu ya kuvunja baadhi ya sheria. Sasa ukiwa na ile akili ya kusema kwamba taa ya kijani wakati wote ikiwaka wewe ndio uende, unaweza ukasababisha ajali. Lakini tunasema taa ya njano ni kusimama na taa nyekundu ni lazima usimame. Kwa hiyo changamoto iliyopo ni kwenye tafsiri hiyo ya taa ya njano, kwa sababu wakati mwingine hata kama tunapokuwa kwenye operations za kawaida, unaweza ukamkamata dereva ambaye amepita kwenye taa. Sasa unamwambia, kwa nini umepita na taa nyekundu? Yule dereva anakuambia, afande, mimi sijapita na taa nyekundu, nimepita ya njano. Sasa hajui kwamba ya njano nayo ni simama. Lakini changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo kwenye makutano haya ya taa ni kwa wenzetu hawa maofisa usafirishaji au bodaboda. Wenyewe kiutaratibu wanatakiwa wanapofika kwenye maeneo haya ya taa wasimame kabla ya ule mstari wa kusimamia, stopping line. Lakini unakuta wengine wanasogea, tena mbaya zaidi unaweza kukuta wakati mwingine pale katikati, kama kunakuwa na askari wa usalama barabarani au askari wa polisi anayefanya vitendo vya kuongoza magari, wanamsogelea pale mpaka kuhatarisha usalama wake. Changamoto nyingine tunayo kwa watembea kwa miguu, bado wana ile dhana ya kufikiri kwamba wao hawabanwi na sheria yote ya usalama barabarani. Uhalisia, mtembea kwa miguu naye lazima afuate sheria za usalama barabarani, na akikengeuka anaweza akachukuliwa hatua. Lakini pia kuna taa za kuongozea watembea kwa miguu. Sasa watembea kwa miguu wengi hawaangalii zile taa, wao wanajikusanya kwenye makundi, alafu wakishakuwa wengi wanakuwa kama wanavamia barabara. Changamoto nyingine ni kwa watembea kwa miguu, kwenye zile taa kuna kijani na nyekundu. Sasa ile ya kijani wakati inabadilika kutaka kwenda kwenye nyekundu huwa inawaka na kuzima kwa haraka. Sasa kuna watembea kwa miguu wengine wanadhani kwamba inapowaka na kuzima inamwambia yeye aharakishe kuvuka, wakati kumbe kiuhalisia anatakiwa asimame kwa sababu taa nyekundu inaenda kuwaka muda si mrefu. Kwa hiyo anaweza akalazimisha taa nyekundu ikawaka wakati iko katikati na magari yakaruhusiwa, yeye akawa kwenye hatari ya kugongwa. Malalamiko kutoka kwa waendesha vyombo vya moto ni kwamba trafiki wanasimamisha madereva katika maeneo ambayo sio rafiki, katika eneo labda la kona au katika eneo ambalo sio rahisi kwa mwendesha chombo cha moto kusimama. Hii unaweza ukaielezea vipi? Lazima wajue kwamba uaskari ni taaluma, na askari polisi wote wanapitia kwenye vyuo vya mafunzo. Kwa hiyo kila askari ambaye unamuona barabarani, hawa wote wanakuwa na ufahamu mzuri wa masuala haya ya usalama barabarani. Lakini kingine ambacho askari wamekuwa wakielekezwa ni kwamba kabla ya kuanza operations zote za ukamataji, lazima watafute maeneo ambayo wao wanaweza kuendelea na hiyo operation, lakini wakati huo hilo eneo liwe salama, lisizuie matumizi ya barabara kwa watumiaji wengine wa barabara. Sasa kuna wakati inawezekana kwamba kwenye hizi operation zetu kuna baadhi ya makosa ambayo yanafanyika barabarani ambayo kiuhalisia huwezi ukasubiri mpaka mtu akae kwenye eneo ambalo unaona wewe ni salama. Inawezekana mtu anatuhumiwa na makosa makubwa ya kijinai, au mtu inasemekana amebeba labda silaha, au kuna mtu amebeba vitu vingine hatarishi. Sasa mtu kama huyu huwezi ukasema usubirie eneo la tambarare au eneo ambalo lina mapana ya kutosha ndio ufanye ukamataji. Lakini vinginevyo askari hawa wamekuwa wakifanya operation hizi za ukamataji katika maeneo ambayo kusema kweli yamekuwa ni salama, maeneo ambayo unaweza ukahoji dereva, lakini wakati huo ukatoa fursa kwa madereva wengine kuweza kutumia barabara. Kumalizia, Judith, kama madereva wanasikia na watu wengine wote waheshimu barabara, wasiichukulie tu kawaida, kwa sababu pia hata hao wanaovuka kwenye zebra wasubiri gari isimame, wasivuke tu eti kwa sababu ni zebra ipo, kwa sababu saa nyingine dereva anakuja breki imeshafeli, yeye anang'ang'ania kuvuka, ndo ajali inapatikana.
Na msikilizaji, ni Judith Mapunda huyo, dereva wa taksi mtandaoni, na Afande Dumu Mwalugenge wakikamilisha gumzo lililomgusa Frank Shayo. Unasema wengi siku hizi hawaheshimu taa. Baba Chari tunasema taa za barabarani zinasaidia sana, shida watu wengi wanadharau na kuona zinawachelewesha. Ngalama Maluta na Frank Sababu mnasema taa ziheshimiwe. Msikilizaji, na ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya. Mitamboni alikuwa Sam Batenzi, mhariri ni Robert Kipto, mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo, na kumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Kwa heri kwa sasa.